Habari za mchana, poleni na majukumu. Natambua uwepo wenu waandishi wa habari, wanachama na watu wengine. Naitwa Victoria Benson Swebe, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kyela. Nimewaita leo hapa, hatujazungumza muda mrefu kwa sababu ya mambo mbalimbali na maumivu tulionayo moyoni. Nimewaita hapa kama mwenyekiti ambaye ni mwanamke halafu mzazi mwenye uchungu na maumivu ya kuzaa mtoto. Kinachonifanya leo nizungumze, kama atanisikia Samia, itakuwa ni nzuri kwa sababu ni mwanamke mwenzangu ambaye naye amezaa na ana uchungu na anajua nini maana kuzaa. Kitendo kinachoendelea kwenye nchi yetu, hayuko mtu yuko salama. Hawako salama CCM, hawako salama walio na vyama na wasio na vyama. Leo tulikuwa tunasikia mwenyekiti amekamatwa, yuko ndani. Watu tunaendelea kuomba Mungu na kusubiria kwamba ni nini hatima yake, na kesi kubwa aliyopewa ambayo adhabu yake ni kunyongwa. Hatujafika kwenye hitimisho, watu wanaenda mahakamani kusikiliza kesi ya mwenyekiti wao. Kusikiliza, hawana panga, hawana rungu wala silaha. Wameuawa, wameumizwa, wengine wameambulia jela. Lakini kama rais amekaa kimya, ni kama mtu aliyepigwa ganzi, hasikii maumivu ya aina yoyote. Hatujafika mbali, leo tunasikia mchungaji askofu wa Katoliki, kiongozi wa dini, anasema tu kuhusu katiba na jinsi gani serikali inakwenda. Anakwenda kutekwa na kupigwa nyumbani kwake. Tulipofika sio salama, hakuna mtu yuko imara wala salama. Kwa hiyo kama waandishi wa habari na ndugu zangu mnaonisikiliza, tunatakiwa kuomba kwa ajili ya hili taifa. Tunatakiwa kusema kwa ajili ya taifa. Kama una uwezo wa kusema sema, kama una uwezo wa kuomba omba, kama una uwezo wa kushauri shauri. Mimi ushauri wangu uko kwa rais wangu wa Tanzania, rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, mwanamke mwenzangu ambaye amepata uchungu kama mimi. Hajaribu kuona haya mambo yanaendelea, kwa sababu tunamsema yeye moja kwa moja kama rais wa nchi. Vitu vyote hivi vinatokea, hajawahi kutoka hadharani na kusema kitu chochote. Yesu anaviuma na ana risasi kiunoni, hawezi kukunja mguu wake mmoja. Analalaje hapo kwenye sakafu? Anakaaje kwenye hivyo vyoo vya public? Angekuwa ni mtoto wake, mke wa Mchengerwa ambaye amemzaa naye kwa miezi 9 kwa uchungu kabisa kama alivyozaliwa Lissu, angevumilia? Angekaa kimya? Kwa nini leo anatunyamazia sisi wenzia, anatupa wasiwasi? Kwani kuitwa Chadema ina maana ni waaini? Sisi ni wauaji, sisi ni wakimbizi, sio Tanzania. Kwa nini anafanya hivyo? Na kwa nini tunafanywa hivyo? Tunajua tunatiwa hofu, tunajua tutatekwa, tutauawa. Mimi ninasema kama mwenyekiti, na mtu mwingine yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kusema, kama una uwezo wa kusema sema, kwa sababu hata usiposema utauawa. Kwa sababu umeshavaa t-shirt ya Chadema, umeshashika kadi ya Chadema, umekuwa ni mwana Chadema na kila mtu anajua wewe ni mwana Chadema, utauawa. Kwa hiyo mimi nitasema tu, ninajua kama nitatekwa sawa, kama nitauawa sawa, lakini nataka nimwambie uchungu wa ubebe kama walivyoubeba wa Tanzania. Kwani mtu kusema no reform no election ni kukutukana? Anasema hakuna uchaguzi bila mabadiliko ya katiba, bila mabadiliko ya madaftari. Wanasema tukahakiki madaftari ya kupiga kura, sijui tukafanyaje. Tunahakiki nini wakati kila kitu wameweka majibu? Mbona tunawaumiza watu wetu kwenye mauchaguzi? Mbona watu wamepata vilema, wamevunjwa? Mbona sisi wote ni waanga? Kwa nini mama asisikilize basi watu wanasema nini? Mimi ni kuona Mwalimu Nyerere anasema mtu kiongozi yoyote asiyesikia kwamba huko nje wanataka nini, huyo hafai kuwa kiongozi. Na sisi hatuwezi kusema anafaa, afai au anafaa. Basi atusikilize, asitupige, asitufunge, asituteke. Tuna maumivu. Kuna vijana wetu wengi wametekwa. Soka hatujui mpaka leo wamemweka wapi. Joyce Kipanya hatujui yuko wapi. Yuko Chaula kuchoma tu picha aliyochora yeye. Hatujui yuko wapi mpaka saa hizi. Anafikiri sisi wamama wa Tanzania hatuna maumivu? Hatuumii? Mpaka tunaitwa viongozi. Tumepita sehemu nyingi. Waandishi wa habari, jana nimeangalia kitu kwenye simu ambacho hata nyie mnatakiwa mkiangalie na muangalie mara 2 3.
Mama huyu wanataka kutupa visa na maaskari tunaoishi kwenye majumba yetu. Kuna maaskari wameanguka na gari Kongo. Raia wanasema mnapotufanyia mfe, hawataki kuwasaidia. Anataka tufike huko. Kuna askari tunaishi nao vizuri, wamepanga kwenye nyumba zetu, wanaishi kwetu, wameoa kwetu, tunakula nao, tunakunywa nao, lakini tunakoelekea anataka kuona hasira za Watanzania. Mimi nataka kusema Watanzania, kama yule rais sijui wangapi aliyesema Watanzania ni marehemu ambao hawawezi kuamka na kutetea haki zao, nami naungana na yule baba. Kwa sababu leo wanasema viongozi wa Chadema hawajaandamana. Unataka kiongozi wa Chadema aandamanaje? Amekuitia mikutano, amekueleza nini kinaendelea kwenye nchi? Ni sisi wa Tanzania kuamka sasa kudai haki zetu. Ni kweli tutauawa, tutakatwa mapanga, tutafichwa. Lakini nasema mimi Watanzania kama tumeamua, tumeumia kusema sasa basi, hawa polisi ni wachache sana, hawezi kutumudu. Kwamba leo hizi kata 33 kila sehemu watu wanapiga kelele, hii mikoa yote Mbeya wanapiga kelele, polisi wa Kyela watumudu Kyela, polisi wa Mbeya watumudu Mbeya, polisi wa Iringa watumudu Iringa, haitawezekana. Na sisi wananchi tuko wengi sana, ambao tukasema sasa tunataka sauri moja kwa rais wetu wa Tanzania aseme kwamba anatusaidiaje ili tutoke kwenye hili wimbi, kwa sababu hakuna mtu asiyependa amani. Tunahitaji sana amani ya nchi hii. Lakini kwa nini huyu mama hataki amani? Kama anataka amani, hawaite wale viongozi, sio kuwaweka ndani kwamba ndio suluhu, sio kupiga watu ndio suluhu. Leo tunaamka na habari ya kusema Mdude amepigwa, hajulikani aliko. Tunaonyeshwa damu tu za ndani ya chumba chake. Wameenda watu wanajiita polisi, wana silaha. Unafikiri leo tutacheka na polisi, tutakula nao vizuri kama tulivyokuwa tunacheka nao? Mimi nasema mimi binafsi nimechoka. Watanzania watuunge mkono, tusimame nao kama tunavyowahubiria kwamba jamani, hii nchi sio salama. Mimi na ndugu zangu wa CCM kwamba huyu mama akinitumia watu wakaniteka, nao wanaojiita usalama na polisi wanapopenda kutumwa, mimi niwaombe polisi, niwaombe tena kwa unyenyekevu. Polisi aibu waliobaki nayo ni kubwa sana. Tumewakuta wakiiba kukula, wanaweka kwenye masanduku. Polisi ndio hata kama wanatumwa, wawe na hofu ya Mungu. Binadamu wanaopigwa na kuuawa na kuwatumia mbwa zinawazalilisha na kuwavua nguo. Wengine ni watoto wao, wengine ni dada zao, wengine ni raia wa Tanzania ambao sio wakimbizi. Kwa hiyo wasipoona hayo mambo, ipo siku. Na ndio maana polisi wakistaafu wanatia huruma, wanaomba 500 kwenye vijiwe. Wanakuwa walinzi kwa sababu hawajawekewa vitu ambavyo watadumu navyo milele. Wanaishi kama sisi. Kuna mataifa, kuna nchi za watu waliobarikiwa, wanawajali, lakini sio Tanzania. Tanzania mwalimu, polisi, lakini ndio watu wanaoiba kula na kuwapeleka CCM kwenye madaraka. Utakuta walimu, watendaji ambao wana maisha ya chini kabisa. Lakini sisi tunabaki wanasema Chadema acha wauawe. Kwani nyie waandishi wa habari wote ni wa Chadema au nyie wote ni wa CCM? Hamna ndugu kwenye Chadema wala kwenye CCM. Kwa hiyo ndugu yako akifa unakwambia huyu mwana CCM ndo aliyemua. Ndio maana watu wanalipa visasi kwenye nchi yoyote ambayo unajua kabisa huyu alimuua ndugu yangu, huwezi kumwacha salama. Na huwezi kuona kwamba hivi vitu vitakuja kuisha kirahisi kama wanavyoona. Samia kama anatusikiliza, sisi ni wanawake ambao tuna uchungu kama yeye, ana watoto, ana wajukuu, ana familia. Wakae mezani wazungumze. Akae na watu wa viongozi wa Chadema, mwite Tundu Lissu, amtoe huko ndani, anateseka baba wa watu, mguu mmoja ujikunji, ana marisasi. Kwani hawamwogopi hata Mungu? Kwani hawajui kama kufa kupo? Magufuli yuko wapi? Kwa nini hawakuzuia kifo cha Magufuli? Alikuwa ni rais machachari. Ndio wajue kwamba Mungu ni hakimu wa haki, anatenda haki kwa kila mtu. Lakini tumechoka na hizi tabia. Hii nchi ni ya kwetu sote. Hii nchi ni ya Watanzania. Leo mimi nataka nijiulize, kuna ndugu zetu ambao ni wanachadema leo wanaitwa G55 G55. Kweli unaona wenzako wanauawa, wanapigwa, wanasurubiwa, wanakaa jela. Leo nataka useme wewe G55 wa nani? Wa kumbariki Samia, wa kuibariki CCM kwamba iko inatenda haki? Jamani,
Mimi niombe kama mwenyekiti na ambaye ninakisemea chama changu ninachokipenda kwamba hata hao ndugu zetu wa G55 tunahitaji tuwashauri, kwa kuwa wengine tunawafahamu, tutawapigia simu tuwashauri. Hata kama wanataka kufanya hicho kitu, waone tu kwamba leo Mdude hatuna hakika kwamba yuko salama, kwa sababu kila walioondolewa, waliochukuliwa hawajawahi kurudi salama, tujawahi kuwaona kwenye macho yetu. Leo Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa ambaye tunafanya naye kazi, yuko gerezani na wanazuia watu wasiende mahakamani kusikiliza kesi yake. Kuna nini? Kwa nini tusijiulize kwamba huko chini ya carpet kuna nini? Mimi ni waombe waandishi wa habari, hii serikali iwe serious tu na watu wake, iwe serious na sisi wa Tanzania, itujali. Kwa tunakuja na serikali ambayo haijali watu wake? Manake mimi nahisi haijali watu wake. Leo unasikiliza hata bunge, mtu anawatetea madiwani, lakini waziri anasema madiwani hizo posho zinawatosha. Hawako serious. Unakuta kwenye halmashauri moja, kwa ajili ya urafiki na uchawa, mkuu wa wilaya ni mwanamke, mkurugenzi ni mwanamke, sijui dasi ni mwanamke, sijui unaenda kwa DMO ni mwanamke, unaenda kila sekta ni mwanamke. Hakuna hata kuwachanganya watu kwamba wawe na mawazo tofauti kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wao na halmashauri yao. Kwa sababu ya uchawa na urafiki wanachomeka watu, ili tu wakisema amemsifia mama wanamkosea sana. Yaani kila kitu Samia amefanya. Choo cha shule kimebomoka, tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Sijui barabara ya mtaa tu mtu amejitolea amelima na majembe, tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Jana mmeangalia kwenye memos, mpaka kuangalia ile TV mtu unaogopa, unasema ni nini kinachoendelea kwenye Tanzania hii? Hawezi kukemea, hawezi kusema chochote. Kwa nini mama anapenda sana uchawa? Kwa nini asiwakataza hata kuambia jamani, sasa inatosha, wakusifia hata wawili watatu? Jamani, ukumbi mzima mama amefanya, mama tunamshukuru, mitano tena mama. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huko anaposifiwa anacheka na kuongea? Kwa nini huku tunauawa asani kitu chochote? Anataka kutufanya nini wa Tanzania? Anataka kwenye uongozi wake watu wauawe, watu waanze kuiogopa nchi yao. Anatuvunja moyo wanawake ambao tuna ndoto za uongozi, tunataka tufike kwake. Anatuvunja moyo kwamba watu wanashindwa kutuamini kwamba wanawake hatuwezi kuongoza. Kwa nini anataka kutuharibia wanawake ambao tuna future? Tunataka tuje tuongoze kama yeye. Tuitwe rais, tuitwe waziri, tuitwe wabunge. Sasa sisi huku chini tunakosa hata sifa, tunakosa hata nguvu ya kusema kwa sababu tu amezidisha uchawa. Mimi nilipoangalia Memos nikamwambia tumekwisha. Sisi wanawake sasa tumekwisha. Hatuna sifa ya kuitwa wanawake, kwa kuitwa viongozi. Tunatakiwa wanawake wazaliwe wengi viongozi kwenye taifa hili. Wanawake wawe wengi viongozi. Waseme tu waziri, huyu mbunge amesimama mwenyewe kwenye jimbo, ameshinda ubunge, ni mwanamke. Huyu mwanamke amesimama kwenye mkoa, ni mwanamke. Ni mwenyekiti wa kanda, ni mwanamke. Tunatakiwa tuzae wanawake wengi. Kwa hiyo mimi namshauri, napenda sana yaani mwanamke akiwa kiongozi, napenda mahali popote. Yaani nikikuta wanawake wamekaa wengi huwa nafurahi. Lakini ukiona mambo yanayoendelea kwenye serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, unajisikia vibaya. Unaona moyo unauma wa ndani kabisa kwamba tuna rais mwanamke, watu wanateswa, wanauawa. Wewe unaenda kumvamia padri nyumbani kwake, unataka kumuua, unamzuru, anaanza hospitali. Haiwezekani. Huo ni uwaji. Leo mimi nilichokigundua kwenye hii serikali, kiongozi akiwa ni Mkristo, hata mashehe tunatakiwa tuambie, watusaidie kumwambia Samia, wana miko yao kwenye dini yao. Mbona kama kiongozi ni Mkristo wanasema sana, mbona kwa Samia wamenyamaza? Kwa nini wamenyamaza? Kumbe kuna ukabila, yaani wanatokea matabaka kila mahali. Unaanza kujijua kumbe mimi niko kwenye hii Tanzania. Tutakuwa mabubu, hatutaongea, tutajifungia nyumbani, acha tukawapikia watoto ugali, kwa sababu tukiwa wanasiasa tukisema tunaanza kutafutwa. Haitawezekana. Mashehe waseme kama walivyokuwa wanasema akiwa Magufuli, akiwa Kikwete, akiwa nani, wao wanasema. Mimi naona kwa mama wanasema tu mama mpaka mama zetu tumesahau kuwaita mama tena. Tunaita tu mama Samia mama. Jamani,
Tupunguze uchawa. Hata watu wewe ambao mnajiita mko kwenye system, ambao mnaenda kuteka watu, acheni. Mungu hapendi. Kwani akitekwa ndugu yako utachekelea? Unaenda kupiga mtu mpaka unamuua, acha. Unaenda kumtumia mambo yanamzalilisha nini kwenye nchi yetu? Sisi hakuna mkimbizi, sote ni Watanzania. Mimi nasema, watu wanasema watu hawaongei, viongozi wa vyama wamenyamaza. Tunaongea nini? Tukiongea tunaogopa baadaye tena nitaanza kutafutwa. Ndio maana tunanyamaza. Lakini hatuwezi tukama Chadema. Hatuwezi kwenda mahali kokote, tumeshachagua Chadema na tunaipenda. Wengine wanasema basi wamenyamaza, labda tenda CCM. Unaenda CCM kufanya nini? Kubariki haya mauaji wanayoyafanya? Kubariki wanapopiga watu? Kubariki wanaponyanyasa watu? Kubariki wanapotufunga? Haitowezekana. Utakuwa ni ujinga usiokuwa na maana. Kwa sababu tukianza kubariki CCM leo, unaenda unasema eti mimi nahamia CCM kwa sababu mimi naona Chadema wanateswa. Kwani CCM wako salama? Hakuna mtu yuko salama. Sisi sote hatuko salama. Sisi sote hatuko salama. Mimi ombi langu ni kwa wachungaji wote na maaskofu wote. Najua wanaomba kwa ajili ya mwenzao aliyezalilishwa na kuuawa. Maana ni nusu kifo. Watu wamekujia usiku, wanakujeruhi, wanakata mapanga. Unafikiri yule mtu kama sio mkono wa Mungu leo tungekuwa tunasikia yuko hospitali? Angekuwa ameuawa. Kwa hiyo kama watakapoungana kwenda kuomba kwa ajili ya mwenzao aliyezalilishwa kwa sababu tu wamemsema Samia, niombe waendelee kutuombea Watanzania wote pasipo kutenga watu. Iwe ACT, sijui kafu nini, wanasema sisi tunaenda tuna hiyo serikali hata iwe mbovu. Tunawaombea na wenyewe hawako salama. Kuna watu watasema ukweli, watatafutwa. Kwa sababu mtu akisema tu ukweli anatafutwa. Akisema tu ukweli kuhusu serikali inapotunyanyasa anatafutwa. Mimi ninasema leo, wachungaji wote, wazee wa kanisa, waombaji wote, hata hao mashehe wakemee kwa huyu mama vitu vinavyoendelea, ili tu waweze kupata sababu kwa Mungu. Kwa sababu Mungu mpaka amewapa hivyo vyeo, alijua tangia wanazaliwa kwamba ni watu gani wanaweza kusimamia. Uongozi unaanzia chini. Mimi nishakuwa kiongozi shuleni, nikawa barozi, nikawa mwenyekiti wa Bawacha, mwenyekiti sijui wa nini, kusijui ni vyeo vingapi. Kwa sababu vyeo vinaenda, kicheo wazi tu umeamka asubuhi unasema eti mimi nataka kugombea ubunge, hujai kuwa hata mtendaji wa katibu wa kata. Unatakiwa uanze huko chini, ujifunze itifaki. Ndio maana watu wengi ambao uongozi upo unasema huyu Mungu ameweka uongozi kwake. Huyu kweli mchungaji, Mungu ameweka kitu kwake. Ameshaanzia huko chini. Lazima uanze chini ndipo upande juu. Kwa hiyo mimi niwaombe wachungaji wote, Watanzania wote, anapofinywa mwenzio ni binadamu mwenzio, na watu tunapokamatwa, watu tupige kelele, tusiogope hiyo system au maskari ni ndugu zetu. Wengine hawapendi maskari kuona vitu vinavyoendelea kwenye nchi yao. Lakini watasemaje? Wameshapata nini? Wana kiapo kwamba ukiambiwa hivi ni hivi. Lakini kama hao askari ambao wanapata hofu unapo mtu anapoteseka, ukipiga kelele kwamba mnamkamata Viki amekosa nini, watakwambia kimbia naye, kwa sababu na wenyewe hawapendi hayo mama. Lakini Watanzania tumekuwa na hofu, tumekuwa waoga. Mwenzetu anakamatwa tunakaa kimya, tunamwangalia. Ndugu zanguni, tunaenda wapi? Kwenye taifa lipi? Ndio maana tumeitwa ni maiti ambazo haziwezi kuamka kudai haki zao. Nakubaliana na yule baba, na ni mtu mzima, nimemuona kwenye mtandao. Ninakubaliana naye 100%. Watanzania, viongozi wetu wa chama wameshaitisha maandamano mara nyingi. Hii maandamano ya mwisho ameitisha Freeman Aikaeli Mbowe tukio Dar es Salaam. Tuko yani wanamchukua mwenyekiti, amekuja vyombo vya habari wanataka tu kuchukua habari mwenyekiti alikuwa anafanya maandamano. Kwa nini wanamkamata, wanamsukumzia kwenye gari, wanakamata mtoto wake? Watanzania kuna kitu tunafanya. Hata kusema jamani huyu mtu anafanya maandamano, amefanya nini? Kwani maandamano alisema nenda kuwa? Mbowe hakuwa na bunduki, hakuwa na panga, hakuwa na kitu chochote. Lakini maskari zilikuja gari mpaka vifaru. Yaani kuja magari mimi sijai kuona, kwa sababu nilikuwa nimetoka mkoani ndio nashangaa. Kumbe kuna migari yote hii Dar es Salaam. Tukabaki tunashangaa. Tukaishia kutembea Dar es Salaam na kurudi kufanya maandamano. Lakini mnataka hao viongozi wasemaje? Wameshatangaza maandamano, kila andamaneni, Mbeya andamaneni, sijui Pinda andamana, kila mahali andamana. Tuone kama kweli hii serikali itatumudu. Haiwezi kutumudu. Lakini mimi nasema na kunyenyekea kote na kunyenyamaza kote, ipo siku isiyojulikana. Ipo siku hawa Tanzania watachoka. Ipo siku
yani wanatuongeza hasira siku hadi siku, kwa sababu sisi sio watu wa hasira, sio watu wa visasi, sio watu wa mapigano, na tunamheshimu Mungu. Na washauri wa rais, mshaurini huyu mama vizuri, mshaurini vizuri, zungumza naye. Ni mwanamke, lakini ni mwanamke kiongozi. Zungumza naye, mwambieni hapa hapana, shika breki, fanya hivi, badilika. Kiongozi yoyote ni yule anayeshauriwa na anashaurika, na naye anashauri. Huwezi kushauri kama wewe ushauriki. Kwa hiyo niwaombe washauri, lazima tuwe na washauri. Hata mimi pia nina washauri, hichi fanye, hichi usifanye. Kwa hiyo washauri wetu tunaomba mtushauri vizuri, ili tuweze kuipeleka Tanzania mahali salama. Email kwa kweli imekaa upande, inatuogopesha. Leo hata ukitembea njiani una amani. Yaani hata leo chakula tunatembea nacho kwenye outport, unaoshinda hata kununua chakula kwamba hapa kwani nitakuwa salama. Yaani unajiogopa kwenye nchi yako, tunaogopa. Kwa nini tufikie huko jamani? Mbona tumefika mbali sana? Leo unawatesa tu watu. Unamtesa makamu mwenyekiti wetu, anaenda kwenye kesi ya mwenyekiti wake. Ni wajibu wake kwa sababu ni kiongozi mwenzie. Anakamatwa, anaenda kupelekwa hapo, anazungushwa, anakuja kuachiwa. Tena mkitukamata mnatuzungusha. Mimi nimeshalazwa Central mara nyingi. Wamekuwa kukamata, tukio limepita, wanawatoa, hawana hata kesi wamewafungulia. Ni uoga tu. Sasa ndo najua kiboko ya CCM ni Chadema tu. Hakuna chama kingine. Maana Chadema tukifanya jambo lolote CCM lazima tutafutiwe sababu, kesi. Jamani, tulikoenda ni kwingine kabisa. Mimi niseme waandishi wa habari, ya kwangu ni hayo. Ushauri wangu, washauri wa rais wamshauri vizuri. Wamshauri vizuri ili Tanzania iwe salama. Alafu ushauri wa pili, rais wa Tanzania waite wa vyama vingine, kaa nao mezani, yale wanayosema kama unayaona ni mazuri na kama unayaona wewe ni mabaya kwa faida yako, kubaliana nao, mkubaliane, viende kwa maandishi, kila kitu ni document. Kama wewe unaona una wanachama wengi, una watu wengi kwenye mikutano yako, watu wanajaa, kwa nini usiende tu kusema sasa nabadilisha katiba, mimi nimeshajijenga miaka 60 na kwa nini usio na wanachama kukuchagua? Ndio maana tulisema kama kweli mnajiamini, tuendeni ubaoni, badilisheni katiba, tukapige kura, watu wakaamue zitakazo tutosha sisi za kwetu, zitakazo watosha nyie za kwetu, tuone nani atakuwa mshindi. Hamtaki kutenda haki, mnatukimbia, mnatufunga. Mtu akisimama tumboe kashaka miezi 8 gerezani, lakini je, kuna kesi alipewa? Haipo. Kwa hiyo tutakuwa tunateseka mpaka lini? Kuwa wapinzani sio kwamba sisi ni wakimbizi, ni Watanzania na tuko kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba askari mmepata aibu mara nyingi. Hebu ongozeni kwa haki. Hii habari ya kusema mtu kweli tu akisema kweli unaenda kwenye mtu anaenda kwenye kesi. Mimi nimejiuliza siku ile ya kesi tarehe 24 sikula hata chakula. Anaenda kusikiliza kesi. Mnaona anakosea, ndio mchukueni mpeleke pembeni. Akikaa tu anasikiliza kesi, kuna shida gani? Mpaka ulete mbwa, ulete marungu, uvunje watu miguu, kawa tupe isi Bagamoyo. Shida nini? Kama ameenda tu kusikiliza kesi. Amekaa tu mahakamani, akasikiliza kesi, imeisha, akaondoka. Na ubaya wake mnapiga watu, mwenyekiti mwenyewe mtatuletea mahakamani. Mnasema mnahukumu kesi kimtandao. Sasa si mngeacha watu washangae wenyewe mpaka waniondokee kwa sababu mwenyekiti wao hamjamleta, mnahukumu mnavyotaka. Jamani, mimi ya kwangu yalikuwa ndo hayo, lakini huwa nasikia hasira sana pale ambapo watu wanafanya vitu kama watu wote hawana akili. Watu wote ni matawila. Watu wote hawaelewi kwa sababu vitu wanavyodai. Na sisi tunasema kama chama, hilo ndo neno langu la mwisho, tumesema no reforms, no election. Hatuendi kufanya uchaguzi bila mabadiliko ya sheria. Na sisi tunawaambia sasa wanachama wote wa jimbo langu la Kyela na majimbo mengine kama watasikia maneno haya, kwenda kuhakiki taarifa zao kwenye ile daftari sio dhambi. Wahakiki kwa sababu kuna vile vitambulisho ni vya kwetu, ni mali yetu kwa sababu ni Watanzania, ila hatutapeleka mawakala bila mabadiliko ya sheria. Kwenye daftari huko ndio kuna uovu mwingi sana. Hatuwezi tukasema eti tunaenda kulipitisha daftari tunapeleka mawakala wakati ile daftari ndio linatuchinja. Mimi nilikuwa na uchaguzi hapa. Kunyie wote waandishi wa habari mmeona. Unaenda kwenye kituo, askari ndio anaswaga wanafunzi, anaenda kujiandikisha. Wanafunzi ambao wako form 2
Anasema huyu ana miaka 18. Form 1 wamebeba wanafunzi karibu 400 wanaenda kwenye kituo kimoja cha Kafundo. Unampigia simu OCD anakuambia haya ni maelekezo, sisi hatuna cha kusema. Maelekezo kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ambapo mtu anaenda kumchagua mtu anayeishi naye, anayemjua kwamba anaweza kumuongoza. Mkurugenzi tuko naye Ipinda amesimama ameroa nguo zote jasho. Anasema hapa lazima kieleweke. Nikamwambia mkurugenzi, wewe umeletwa kwa barua, umeteuliwa na rais. Hawa ni wazawa, wanahitaji kuchagua mtu anayemtaka anaweza kuwaongoza. Alipoona amezidiwa, alibeba maboksi ya kula kuanzia kwenye vitongoji mpaka vijiji, anasema anaenda kuhesabia halmashauri. Alipoona ameshinda. Sasa leo tena unapeleka watu, walipigwa watu, wamewekwa watu lokapu, wamewafunga, wamepeleka magereza, tumewatoa tu. Leo tumetenda tena hao tunaenda kushiriki nao uchaguzi. Jamani, si tutaua watu tutamaliza. Kwa sababu mtu akipiga kura anajua anashinda, anakuwa na hasira. Ndio maana tumesema hatutaki kuua wanachama wetu, hataki kuwaua viongozi wetu. Tuwaache wabadilishe utaratibu wa sheria, ndipo tuingize vijana wetu wakachague. Tunajua sisi tukienda kuchaguliwa tukifuata haki tutashinda, hata rais tunachukua. Wakifuata haki. Sasa hivi Samia aseme sawa, nimekubali, tunabadilisha katiba, tunabadilisha sheria, uone uchaguzi utakaofanyika. Tunaenda kuwapiga saa 7 mchana. Tunashinda kila mahali. Hakuna mahali watachukua CCM. Kwa sababu wanaogopa, hawana watu na wala hawana ushawishi. Umewahi kuona mkutano wa CCM umefanikiwa bila wasanii? Lakini Chadema tukiitisha mkutano hata saizi hapa, watu wanajaa nyonyi. Kwa Tundu Lissu kule alikuwa na Ruvuma alikuwa anafanya zile campaign nini? Alikuwa anaenda kuambia watu no reforms, kwa alikuwa na wasanii. Mliona msanii hata mmoja? Hatuwezi kubeba msanii kwa sababu tunajiamini. Kibaya kinajiuza, kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Kwa kuwa vile kizuri chetu kinajitembeza, hatuwezi kubeba msanii, hatuwezi kubeba ngoma. Tunaenda hivyo kavu. Lakini bado tunaogopa. Sasa tuseme nini? Ndio maana tunasema twende. Waseme sasa jamani, tumekubali, sisi ni watawala miaka 60 na ngapi hiyo. Twendeni tukafanya uchaguzi wa haki. Mimi naambia Samia ataenda Zanzibar. Rais atapatikana, wabunge watapatikana, hata wenyewe wataokota, sio kwamba watakosa kabisa. Kuna mahali kuna watu wazuri wanaweza akapatikana, lakini tutawapiga. Na ndio maana wanatuogopa. Hata kienda hapo aseme huu uchaguzi umenyoka. Sisi tunachukua mbunge saa 4 asubuhi. Hakuna mbunge ambaye anaweza kutuzidi kwamba wana sera, hawana sera wala hawana sifa. Lakini tumesema hatuumizi mtu yoyote. Hatuendi kwenye uchaguzi mpaka sheria zibadilike za uchaguzi. Wabadilisha hayo madaftari ya kupigia kura, wabadilishe kila kitu. Waone kama tutaenda. Tunaingia. Hata wabadilishe mwezi wa 9 uchaguzi ni wa 10 tutashinda. Wabadilishe wa 8 uchaguzi ni wa 10 tunashinda. Tutashinda muda wote watakaobadilisha. Hata wabadilishe wiki hii, wiki kesho waseme Chadema kama kwenye uchaguzi tunashinda. Mimi nawaambia kwa sababu tunajiamini, ndio maana tumesema hatuingii. Kwa nini wanatufunga? Si tumesema tu hatuingii mpaka mbadilishe katiba. Tuacheni tuambie watu. Tunasema no reform maana yake nini? Tunasema tunaenda kwa nini hatuingii? Tuna maana nini? Ndio wajue kwamba sisi tuna maana gani. Lakini wasifunge mwenyekiti wetu. Kuanzia sasa hivi waachilie mwenyekiti wetu wawe huru. Ni Mtanzania, wameshampiga risasi 16. Hawana hofu ya Mungu. Huyu mtu mmempiga risasi baada mzima tena mnaenda kumtasa gerezani. Ana mguu mmoja au jikunji, una machuma. Hamuonee huruma. Wamekuwa watoto wenu, wamekuwa ndugu zenu, wamekuwa waume zenu. Familia zetu zinateseka kwa sababu watu tu wameamua kutufanyia hivi. Na wanaosema Chadema inakufa, watakufa wenyewe. Chadema iko kwenye mioyo ya watu ndani. Ndio maana unakuta mtu kwenye Chadema huko hakuna mshahara, hakuna nini, lakini yupo. Unamwambia leo nenda Busokeo hapa, wewe anapanda gari anaenda. Haijulikani nauli amepata wapi. Chadema iko kwenye moyo, haiko usoni wala kwenye mavazi. Chadema iko kwenye mioyo yetu. Chadema imekaa kwenye moyo. Mimi sijai kuwa CCM, sijai kumiliki kadi ya CCM. Leo kiniambia tu eti unahamia CCM, natamani nilie. Kwa sababu huwezi kuniambia nibariki kitu ambacho kinawatesa wa Tanzania. CCM wakinyoka, wakafanya vitu wanavyofanya Chadema, tunaangalia sasa sisi tunagombana ni mbona watu wamebadilika. Bandari zetu zimerudi kwa wananchi. Mali zetu zimerudi kwa wananchi. Wawekezaji wanalipwa sawa sawa. Sisi Tukuyu hapa, mimi kwa Tukuyu.
Machai yameota nyasi. Yaani wawekezaji wanakimbia kwa sababu sheria zao ni kandamizi kwa watu wote. Sio kwa wanachadema tu. Kuna watu wanalilia ndani, wanaogopa kutaifishwa mali zao. Kuna watu wanaogopa kusema tunawaongelea Chadema. Yaani watu wengi wanatuwenga tu, lakini tunawasemea. Maparachichi tulikuwa tunauza 3,000, sasa hizi ni 7 kilo. Huyo mtu anakupenda tena? Wameshajua wameharibu kila mahali, hawapendi, ndio maana wanatumia nguvu. Warekebishe, wafanye sawa sawa, waone kama watu hawatawapenda. Leo mtu amelipa maparachichi yake, anajua anapata 3,000, anakuja kuuza 700. Atakupenda wewe? Chai yake ni mapoli, atakupenda wewe? Vitu vingi vimeharibika, tunavijua vitu vingi. Mimi niseme, kuliko anafanya kazi za kununua magoli ya mipira huko hospitali. Mimi jana nilikuwa nimeumia mguu, hakuna kitu, watu wanaondoka hawana hela. Yaani mtu anadaiwa 2,000, anamwambia nenda ukipata urudi, na anaumwa. Na kila sio anayekufa amekufa kwa maradhi alionayo, amekufa kwa sababu hana hela. Sasa hivi ambaye hana hela, mateso yake ni makubwa kuliko vile mnavyojua. Mwenye hela ndo ana hela zaidi, ambaye hana hela anazidi kutokuwa na hela. Huku nje Samia angekuwa anajua, na watu wake huko wangekuwa anamwambia vizuri, siku moja angetoa machozi, siku moja angelia. Watu maisha wanaoishi, kuna watu wanakula mara moja lakini anaugulia ndani, atasema nini? Atamwambia nani? Maisha ni magumu, lakini wana size magoli ya mpira unanunua milioni 30. Yaani wewe jamani, tuwe serious jamani, serikali tuwe serious. Watu huko wanakufa hospitali, hamna madawa. Mtu saa hizi mtu amekufa, ndugu yake alikuwa anamuguza, amekufa, anakaa mochwari, hana hela za kugomboa maiti. Wewe mtu amekufa, ulikuwa umelipia, lakini unadaiwa wakati akiwa mzima. Unatakiwa ulipe hela, na maiti inakaa mpaka upate hela ndio utoe. Maisha ya kulisha watu waliokaa nyumbani wanasubiria uuzike. Hali ni ngumu kweli kweli huko. Hizo hela za kununua magoli, za kufanya nini? Hebu zileteni kwa wananchi. Wananchi wafurahie Tanzania yao na vitu vyao vilikuwa, mali zao zilizopo kwenye nchi yao. Mimi mwandishi wa habari nisema wanasiasa tunasema kazi yetu ni kuongea. Nikisema nitaweza kusema mpaka tukakesha, kwa sababu naona ni madhaifu mengi yako kwenye serikali ambayo yanatukandamiza na sio rafiki kwetu sisi wa Tanzania. Kukamatwa kwa mwenyekiti umetuasiri sana, kwa sababu tulikuwa na vitu vingi kama chama vya kufanya. Wewe mwenyewe ndio wanachama wanajua, mwezi wa 4 tulikuwa na uchaguzi wa wajumbe ambao wa kamati kuu tulikuwa tukumaliza, lakini bado mwenyekiti alikuwa anaendelea na ziara ya kuambia watu kwa nini anasema no election, no reform, no election. Kwa hiyo wametupunguza nguvu, kwamba mtu ambaye tulikuwa tunajadiliana naye kwamba mwenyekiti kiera tunatakiwa tufanye hivi na hivi na hivi, hatuna mtu tena wa kumwambia shida yetu, kwa sababu ameshikiliwa iko gerezani. Lakini pia familia yake imeathirika, lakini pia ye mwenyewe ameathirika, ni mgonjwa. Sisi ni mwenyekiti wetu ni vile tu ana moyo mkubwa, ni mgonjwa, mguu wake mmoja ukunji, bado ana marisasi kiunoni, bado anaendelea na matibabu na kliniki zake. Kwa hiyo wanamuathiri taratibu ili watupotezee mwenyekiti. Lakini mimi nasema mwenyekiti wetu chochote kitakachomkuta huko gerezani, Samia ana kitu cha kuambia wananchi. Samia ipo siku atatujibu. Kama atajatujibu hivi vitu bwana, Mungu mwacha aitwe Mungu. Kama hajalipwa yeye, kizazi chake kitakuja kulipa gharama ya damu ya Lissu. Kwa hiyo tumeathirika. Lakini pia kama wanawake, mimi mwandishi wa habari, mimi nataka tu mjue kwamba ndio maana sisi tunasema tuingii kwenye uchaguzi mpaka tunakwambia no reform, kwa sababu kwa hiyo sasa hivi hii sheria imekuwa ni kipofu. Mahakimu hawana macho, wanasheria hawana macho, polisi hawana macho, washauri hawana macho, kila mtu hawana macho, kwa sababu nguvu ya pesa na wale waliowaweka ni kubwa kuliko kuwasaidia wananchi wao. Leo wanawake wamevuliwa nguo, wameachwa maziwa wazi. Mtu anachukua kitenge kampe ndugu yake aliyedhalilishwa, anachukuliwa, anapigwa, anavunjwa mguu. Kwa nini unamsitiri mwanamke? Hata haki za binadamu hayaoni hayo. Hawaoni kama mahakamani wanawake wanadhalilika? Sio wanawake tu, wanaume wamevunjwa miguu, wanaenda kutupwa, sijui wameenda kutupwa Bagamoyo. Haki za binadamu hawayaoni hayo? Mbona hawasemi, wamekaa kimya? Kwa sababu wote ni watu wa system, wote ni watu wa Samia, wamewekwa na mwenyewe. Watasema nini? Tuwaomba kila Mwabukusi
Ndio tunaona wanasema waendelee kutusemea, pengine serikali itapata macho na wale wanaosikia pengine masikio yao yakafunguka, ili waweze kutusaidia watu wote kama tunavyohitaji kusaidiwa. Mimi nimwambia ni kiongozi, nitasema yote nayoona ananiuma ili niwe salama, lakini hata nikiuawa leo nimwambie watoto wangu waanzie pale nilipoishia, waendelee na ukombozi wa nchi yetu. Na nyie ni watoto wangu. Yupo mmoja ambaye amesikia maneno kusema tena sisi ndio tulienda kuchukua taarifa yake. Kama nitatekwa, kama mtaona labda nimesionekani, sijulikani niliko, endelezeni hizi harakati, kwa sababu nyie bado ni vijana, na hii Tanzania bila vijana kusimama na kusema sasa inatosha, hakuna mahali tunakwenda.